Yeye eti nilikona special, ukaniona ni boya mi, ukauchuna moyo wangu mi. Yeye dharau mateso nilipata kwa ajili yako. Wewe wananiitaga Vanti Boy, sio? Okay, yeah. Umetisha sana. Yeah. Bwana, habari za siku nyingi kwanza tuanzie hapo. Salama sana. Maana salamu ni ungwana wa kila mmoja. Muhimu. Yes. Tuambie kwanza, hongera kwa kuachia wimbo wako wa Salama. Una ujumbe gani mkuu kwa mashabiki zako? Okay, ujumbe wa ngoma yangu ya Salama bana, na ujumbe mkubwa sana kwa mashabiki kwa sababu imebeba uhalisia wa maisha ya watu. Ni ujumbe mzito sana ngoma ya Salama. Okay. Yeah. Kuna ujumbe wake Salama. Yeah, Salama. Wengi sana vijana au sio vijana, wazee pia wanalizwa sana na mapenzi bana. Mkombozi wa mapenzi nimeshafika. Vanti Boy, Salama mwenyewe kutoka wewe utakuwa baki, utakuwa salama. Yeah. Okay, umetisha sana. Yeah. Nini kilikupa msukumo wa kuandika na kurekodi wimbo huu? Yeah. Kitu gani kilikupa msukumo? Kitu ambacho kilimpatia msukumo especially ni mimi mwenyewe. Yalinikuta bana. Yalinikuta kwao, nikaona yamenikuta. Nilipenda mtoto mmoja hivi sana, tulipendana sana. Ilifika mpaka wakati kwamba wazazi wake walijua kwamba okay, Vanti anatembea na mtoto wetu au yupo na mtoto wetu. Unaona, ilifika kipindi alianza kuleta mbwembo, unazijuaga kwenye mahusiano zile. Mbwembo zile. Kwa tukaenda almost kama wiki hivi. Kaja kubadilika ghafla, kasepa. Nikasema okay, sababu umesepa, nitakuandikia nyimbo wewe mdada wewe. Na nikiona especially na watu pia wanalizo sana mapenzi, yanawatesa sana. Kaona isiwe kesi, ngoja tufanyaje, tuite na ngoma yetu ya Salama. Okay. Yeah. Sema ujumbe tunautuma huko alipo umfikie. Aliupokea sasa? Aliupokea sana tu, aliupokea sana. Simu haikupigwa? Haikupigwa, lakini alikausha. Comment niliona. Ukamwambia comment yake ilikuwa inazungumzia nini? Comment yake nilikuta tu anasema haina shida, si umeamua kuandaa nyimbo bana, imenifikia. Yeah. Umetisha sana. Yeah. Okay, na jina Salama lina maana gani kwako binafsi? Jina Salama bana ina maana kubwa sana kwa sababu nilivyoongea hata mwanzo kwamba salama, kuna vitu vingi vinatuzunguka katika maisha, ndio vinaumiza. Jina Salama lina maana kubwa kwamba hata kitu kikiondoka, sio uenda naumia, jitahidi uwe salama. Yeah. Kila kitu kinachoondoka ukawa unanung'unika, jitahidi uwe salama. Jitahidi yani uwe wajue upo salama, yani kuna shida sana, unajua. Yeah. Umeeleka sana. Yeah. Na wimbo huu unazungumzia maisha halisi au ni simulizi ya kawaida? No, hii nyimbo bana tunaweza kusema ni simulizi na pia ni maisha halisi. Sababu yamenikuta mimi. Yamekukuta mwenyewe. Yamenikuta mimi mwenyewe. Sio maisha tu tuseme ni story, no. Kwani uhalisia. Huu ni uhalisia. Na umetupromise hapo mwanzo kwamba ilishakukuta. Ilishanikuta, yani uhalisia. Okay. Ona yamenikuta. Baada ya kutokea hiyo ndio tukapata sasa wazo la ulitengeneza kuwa salama kwanza. Kuwa salama kwanza, afu then mambo mengine yafuate. Yeah. Okay. Yeah. Mchakato wa kutengeneza wimbo huu ulikuwaje kutoka studio hadi kukamilika? Hapo bana, mchakato ulikuwa mgumu sana. Kwa sababu yani ilinipatia wakati mgumu sana cha kwanza. Kuanzia kurekodi mpaka kushoot. Kwa sababu hii ngoma ilitakiwa itoke mwezi uliopita. Lakini kuanzia producer walikuwa gani wanapiga sana chenga, nikasema hii ni hit nini bwana, watu wanapiga sana chenga. Umeona? Kwa kuanzia kwenye audio nilizunguka sana mpaka kupata producer ambayo tunaweza kufit naye, kufanya naye kazi. Mpaka nikampata, tukaoa. Ikatuma data kwenda kwa mshikaji Bright. Fika pale ilikaa almost kama wiki hivi. Anasema mwanangu, vocals hizi hazijakaa sawa. Ikarudishwa, verse ya pili kaja kufutwa. Kafutwa, tukaandika nyingine. Akasema hii ndio noma kwa sababu umelizwa ndugu yangu, hii ndio noma. Nikasema ndio. Tukamaliza audio, kaja sasa kwenye video. Okay. Kwenye video hapo sasa
Snig unajuaga ni mtu ambaye anatembea tembea sana, umeona. Kwa hiyo ilibidi nitafute tena director mwingine. Sikumwambia yeye hii interview ataiona nimtafuta director mwingine, nikaongea naye tukamalizana, ikafika muda wa kushuti. Anasema mwanangu, nimepata dharura, nimeenda nadi mkoani, kaenda Tunduma Kanskose. Anasema fresh, umeona. Nikamtafuta tena Snig, anasema nipo rudio ya kikazi ya serikali. Anasema ndugu yangu, sasa itashutia lini? Nikifika tukapanga usiku, ratiba kila kitu. Usiku huo wakatoka tena na serikali kwenda Mbeya. Umeona ratiba hiyo. Akasema mwanangu, nimepata dharura. Nikasema ndugu yangu hapo, au niachie audio nini? Nikaona nimekaa sana miezi 6 bila kuachia kazi yote, kwa tu surprise mashabiki hiyo. Kwa nikasubiri Snig akaja usiku huo, tukaua huo. Kwa nilipata shida sana au tabu sana kushuti kumalizia mpaka nyimbo yote yani kukamilika hivi. Nilipata wakati mgumu sana. Na japo swali linalofuata ni changamoto gani ulikutana nazo wakati wa kurekodi? Ndio hizo tumeshaelezea. Unatarajia mashabiki wameipokeaje hii kazi? Cha kwanza mpaka naweza kuvua kofia tu kwa sababu bana hii nyimbo yetu ya Salama sikutegemea kwa kweli, kwa sababu cha kwanza imefurahisha kwa kweli. Sikutegemea wameipokea kwa ukubwa sana kuliko nilivyokuwa nadhani mimi mwenyewe, kwa sababu kwa sababu nimekaa sana hivi, hata nikiachia ngoma yangu haitoenda. Lakini cha kushangaza au cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, nyimbo hata nikienda mitani huko ni nyimbo ambayo natika sana na watu na wanaikubali sana. Mwingine utasikia umenigusa mimi, nasema si ndio, umeona. Kwa imepokelewa kwa ukubwa sana. Kuna mstari gani kwenye wimbo huu unaupenda zaidi na ni kwa nini? Mstari bwana ambao unaupenda, naupenda mstari mmoja hivi, ngoja niwaimbie. Eti baby, tulisema tutakufa wote, sasa kiko wapi? Unaondoka umesepa. Huo mstari bana, kwa nini naupenda? Tuliahidiana vitu vingi sana kwamba tutakufa wote. Mimi sikuachi. Umeona? Sikuachi wewe kwa sababu umekuja kwa maisha yangu, nilikuwa nakusubiri wewe. Unajua maneno wanakuaga na maneno ya uongo sana nani wadada. Wadada wanakuwa na maneno ya uongo, sio wanaume. Haya sio viumbe, yani achana na viumbe vile. Umeona? Kwa ni mstari ambao unaukubali kwa sababu aliniahidi vitu kwamba mimi na yeye tutakufa naye, lakini baadaye vitu vile vikaja kugeuka kwa vichungu kwangu. Ndio maana naukubali sana huo mstari. Video ya wimbo huu imeandaliwa vipi na ina ujumbe gani kwa upande wa picha? Hii bana, video yenyewe hii na ujumbe mzito sana kama nilivyoelezea mwanzo kwamba hii nyimbo yetu ya Salama imebeba uhalisia na video pia imebeba uhalisia wa nyimbo yenyewe. Ukitazama mule kwenye video utagundua kwa nini nilifanya vile, kwa sababu nilikunywa kwa kweli. Ulikunywa live? Kwa sababu tulibeba hawaini kwamba mimi sitaenda kumbe, lakini kufika pale location director akaniambia umesikia sasa ambao unjuga wa video. Umeona? Ulibidi pale kunywa kwanza tuangalie mambo gani atafanya. Kwa hiyo imebeba uhalisia sana mle ndani kwenye video sana. Na video hii imefanyika wapi? Hii video imefanyika location moja hapo Soko Kuu. Soko Kuu ndio imefanyikiwa pale mida saa 6 usiku. Yes. Tujuze. Saa 6 usiku kushuti, inakuwa watu wengi wameshapumzika. Tulichukua tahadhari zipi kwa ajili ya usalama? Cha kwanza bana, siku wakati tunashuti palikuwa na mabodyguard. Cha kwanza kwa na mafande pale. Ndio maana tukaona kwamba hii ngoma ilikuwa inahitaji pia utulivu. Yaani sipende sio magari, sio watu, yaani napenda utulivu kwa sababu si upo salama. Kwa hiyo inatakiwa utulivu. Ndio maana tukachagua kwamba iwe saa 6. Uzuri ni kwamba usalama palikuwa na mafande walisimamia hii nyimbo yenyewe. Baada ya Salama, mashabiki wategemee nini kutoka kwako? Nakwambia baada ya Salama wategemee vitu vizito sana, kwa sababu na kolabo nyingi ambazo hata nikisema nianze kutoa moja sitomaliza. Kwa mashabiki zangu wategemee vitu
vizuri, kolabo nyingi, muziki mzuri, na waidi siwezi kuwaangusha kamwe. Alright. Umetisha sana. Muziki wako umebadilikaje ukilinganisha na kazi zako zilizopita, kuanzia audio mpaka video? Kwanza kitu ambacho muziki umenibadilisha mimi kwanza ni confidence kwa watu, na pia kujiamini sana. Mara ya kwanza ni mtu ambaye nikiingia location yani mtu ambaye naogopa, au nikiingia kwenye shows naogopa. Kwa muziki wa sasa umenibadilisha vitu vingi sana, kuanzia muonekano, hali yangu ya kuishi, na pia kuzungumza na watu vizuri. Kwa umebadilisha vitu vingi sana mpaka hapa nilipofika. Okay. Yeah. Na una ujumbe gani kwa vijana wanaotamani kuingia kwenye muziki? Ujumbe wangu wa kwanza bana, kabla hujaingia kwenye muziki, hakikisha unasoma gap la watu waliopo kwanza, ili ujue na wewe namna gani unaweza kuingia na kuendeleza muziki wako. Maana kwa sababu wengi tunaona wanakuja na muziki wao, nakuja na muziki mzuri sana, lakini wakitoa project 1 2 3 wanapotea. Kwa hiyo ninachowashauri ni kwamba wajiandae vizuri, wajipange, kwa sababu muziki unahitaji uwekezaji na vita, na muziki ni vita kubwa sana. Mimi nawashauri tu wajipange vizuri, ili kusudi kwamba wasipotee kwenye game kama wengine waliotea kulala. Okay, umetisha sana. Yeah. Je, kuna wasanii wote ambao ungependa kuwashirikisha nao siku zijazo? Wengi sana kwa hapa Njombe. Okay, kwa hapa leo wapo ambao natamani pia tu ikitokea tufanye. Cha kwanza B2K nishafanyaga naye remix, lakini natamani sana ije itokee. Nadhani interview ataiona, si ndio? Yes. Natamani sana itokee, tuje tufanye nayo ngoma, kwa sababu ni msanii mkubwa. Yes. Sasa hivi tukisema B2K tunaongelea Afrika Mashariki, si ndio? Kiachana na B2K, tunakuja Ibra Melody, ni mtu mnoma sana huyo. Natamani sana pia kufanya nao, kuongezea na kina Cover na watu wanoma sana, na natamani siku moja na pia ije itokee tufanye kitu tuwe jambo. Okay. Umetaja wasanii ambao wewe binafsi ni noma sana. Yeah. Kwambie wasanii ambao unaona kabisa hawa wanakuja kwa kasi sana. Wapo. Yeah. 3 tu wananitosha. 3. Yeah. Wa kwanza naweza kumpatia kijana wangu, msanii mwenzangu tuseme, Ngole Music. Ni kijana ambaye anajitahidi sana, uwekezaji, uandishi, ni mtu mnoma sana. Okay, wa pili, Ngole Music ni kijana wako tunamsimamia, ni namna gani? Ule namwitaga kijana wangu kwa sababu ni mtu ambaye nashinda naye mara kwa mara, ni msanii wangu, au naweza kusema ni msanii mwenzangu. Okay. Niweke kwa aina hiyo, ambao mnahaswa pamoja, mnaona kabisa yes. Yeah. Kisimama na udogo tunaweza kusepa naye na kijiji. Wa kwanza huyo. Wa pili, Buki Boy. Noma sana Buki. Ukizingatia nyimbo zake ni uandishi mkali sana, ni mnoma sana huyo. Wa tatu naweza kumweka dadangu, sister yangu Tikisiara. Dada huyo ni mnoma sana. Singeli natamani pia Singeli aifikishe mahali. Kwa ni mtu ambaye pia ni mnoma sana kwenye nyimbo zake. Okay. Kubali shabiki yake. Umetisha sana. Yeah. Vitu gani ambavyo wewe binafsi unavichukia sana kwa wasanii hasa wa nyanda za juu kusini? Unaona kabisa hawa wanafelisha game lionekane limepamba moto. Inawezekana nyinyi mnapambana kufika sehemu fulani, lakini kuna watu ambao wanaweza kawa wanatumika kama kuchafua, hata wakati mwingine wao wenyewe hawajui. Kitu ambacho nakichukia mpaka leo, mimi nitaongea sababu 2 au 3. Kitu ambacho nakichukia sana kwa wasanii wa nyanda za juu kusini, kujishusha wenyewe brand. Cha kwanza, unajua kuna matamasha hayo utakuta msanii anamkuja mkubwa, au tuseme yani sio msanii tu, anaenda kwenye show, anapiga show, anamuita kule, anaweza kupigia bure, ajua hapo nauli amegharamikia yeye, mavazi yeye, kulala yeye. Lakini kifikia kwenye malipo utasikia tu mimi nilikuwa natangaza jina bwana, yeye acha kuona. Mimi hata sana hiyo, yani kitu ambacho nachukia sana, kwa sababu tunapambana kujenga future zetu, brand zetu, kusudi wajue kwamba wasanii wa nyanda za juu kusini wakali wanoma. Kitu cha kwanza hicho. Cha pili ni watu ambao yani hawajiweki inavyotakiwa kwamba huyu ni msanii. Unajua msanii inatakiwa ukae kitofauti na watu wengine. Hata ukipita pale unajuaje kwamba yule ni msanii. Ndio kitu ambacho tunafeli. Cha tatu, tunaingia kwenye production.
yani napigaga sana kelele, yani hii ni kitu siwezi kuacha na nitazidi kuongea. Yani mtu anajua kwamba ni msanii artist ambaye anakuja kikasi sana, anaenda kurekodia studios elfu 50. Hiyo haikai, nenda kabisa, hiyo haikai. Yani hakikisha kwamba okay, mimi nimeingia kwenye game na watu wamenitambua wawili watatu, hakikisha fanya production kubwa, wajuage kwamba mnoma amekuja kasi, na hakikisha na uandishi pia. Ndio kitu ambacho sipendi sana hivyo. Hivi vitu sipendagi hata kidogo yani unavichukia, unaona kabisa hivi vinatufelisha hivi. Nikiongezea na mapenzi sana, wanafagilia sana mapenzi sana. Hapa kwenye mapenzi wanafagilia vipi? Sana. Unajua yani wasanii wanaokuja hapa bana, wakitoa project 2-3 wanawazaga mapenzi sana. Mishanga zinakuwa mingi. Hivi Njombe ipo hii? Hiyo siwezi kutaja. Ila wenye ujumbe wao wameshauona au wengi sana, na nashinda nao, inaniuma sana hiyo. Lakini sio wote. Sio wote. Kwa hiyo wenye ujumbe wao waachane na masuala ya mishangazi, waachane na vitu kama hivyo. Wadili kwanza na muziki. Muziki unahitaji promotion, uwekezaji, wawekeze kwanza kwenye muziki yao. Vitu vingine hivyo vinakuja baadaye hivyo vitu. Kwa hiyo kupitia hivi Burnt Boy unataka kumaanisha kwamba hawa wasanii wanatumia nguvu nyingi kuwaaminisha watu kwamba wao ni wasanii badala ya kazi ziwatambulishe. Unajua wanajiamini kupitiliza. Unajua muziki unatakiwa vitendo, sio maneno. Fanya vitendo, watu wenyewe watakwambia au wataongea kwamba huyu mtu mnoma. Kwa hiyo waache yani paraja, yani tufanye muziki waongee, watu ndio watasema. Umetisha sana. Unaonaje nafasi ya muziki wa Njombe, Tanzania na kwa sasa? Muziki wa Njombe unakuwa sana, kwa sababu, lakini kama content creator watu wanasema wamewapiga bao. Unajua media kama zimeelekeza nguvu kwenye content creator. Hiyo nilitaka niizungumzie, ushanitangulia. Unajua kwa nini ambao tunasema kwa sababu tunasema content creator wametupiga kidogo tough. Sisi wasanii wa Njombe tunajionaga sisi brand. Kila mtu anajiona yeye brand, kwa asipotoa kazi akitoa fresh. Hiyo ni mbaya sana, cha kwanza. Cha pili, nawapongeza kwanza content creator wa Njombe, kwa sababu ni watu ambao wamekuja na ubunifu ambao hata wasanii hatujawahi kuwa nao. Ndio kitu cha kwanza nawapongeza. Kwa sababu nini ninachoongea hivi? Wasanii wa Njombe washalizika na maisha yao na muziki wao. Ndio maana unaona wakati bado safari mbichi. Ndio kitu ambacho kinafeli. Ndio maana mimi nilitoka Mbeya kuja kujaribu kusukuma muziki Njombe. Sio kwamba wenda mimi ndio nitajaribu, wapo ambao tunasukuma nao gurudumu wengi sana. Kwa mimi ndio najaniwa Njombe hawasogeki, na media pia kweli zimekuwa na nguvu kubwa kuwapa kipaumbele content creator wa Njombe, kwa sababu wamekuwa serious sana na wamekuja kwa kasi. Ndio maana wametupiga bao pale sana. Kupitia hili sasa, kama wasanii huwa mnalichukuliaje? Kwangu kama binafsi, kwangu binafsi naliona kwamba gap kubwa sana kwa wasanii. Njombe haikuzoeleka hivyo kwamba wasanii content creator aje mpige msanii kitu yani cha ajabu sana, na kishangaa sana unajua. Kwani yani mimi inaniuma sana, na pia nawapatia pongezi. Kwa nini inaniuma? Sio kwamba inaniuma kwa sababu wapo mbele, no. Inaniuma sisi tumebaki nyuma. Sisi ndio inatakiwa tuwabebe wale kwenda mbele. Wenyewe sasa ndio wataanza kutubeba sisi kwenda mbele, kitu ambacho sio. Kwa mimi nitajaribu pia, nitapambana kadri ya uwezo wangu kwamba turudi kwenye alama yetu kwamba wao wasanii ni wale yani content creator hapo. Umetisha sana. Maswali yangu tu yameenda sawa. Lakini kitu ambacho tunataka tujifunze ni kuhusiana na nyimbo yako ya Salama. Mpaka sasa hivi tulipakia lini pale kwenye channel? Mpaka sasa hivi tuko na namba ngapi ambazo unaona kabisa yes, hizi namba zinaleta matumaini yaliyo mazuri? Uzuri ni kwamba ngoma yetu tulipakia ina siku 2 sasa, mpaka sasa hivi tulipakia juzi, ina siku 2. Kwa namba pale sidhani kama, yani sijaangalia leo kiukweli, lakini jana ilikuwa kama na 800 hivi. Kwa inatembea mazuri. Mapokeo mazuri sana. Kwa ina ujumbe mzito sana cha kufanya. Mashabiki zangu ambao mnanitazama kwa sasa hivi,
inatakiwa twende mjini YouTube pale ukisearch Fat Boy, au tuseme Oro digital platform, Instagram, TikTok, Facebook, wapi, Google Play, Spotify, Shazam, search tu Fat Boy salama. Ukihitaji audio nenda kwenye digital, ukihitaji video twende TikTok pale, Instagram, YouTube pale search Fat Boy, utaupata kwa vyema. Okay. Yeah. Umetisha sana. Kuna ishu ya mwisho tunataka tuzungumzie. Wasanii wengi wa nyanda za juu kusini hasa Njombe, mara nyingi tumeona wakifanya challenge. Sasa zile challenge yani zimekuwa zikipostiwa sana kwenye akaunti zao, lakini zile challenge waliofanya sio kwamba wamefanya kwa mapenzi yao. Ile ni ile bwana ngoe fanya challenge, yani unamforce mtu bwana yeye fanya, au wakati mwingine anakuja kabisa bwana nataka ufanye challenge. Ile unadhani ina mchango upi kwenye sanaa? Cha kwanza bwana nianze kusema hivi. Inatakiwa mtu aikubali kwanza nyimbo yake. Okay. Yaani mimi Anko G ikubali ndio ufanye kwamba hii kitu nimependa. Sio kwamba mforce msanii au shabiki au mwenzako useme fanya challenge hivi na hivi. Unakuwa kama una force au unajitekenya. Wakati mtu hajapenda. Hiyo kitu ni mbaya. Hatujai kufanya hiyo. Mimi sijawahi. Uzuri ni kwamba ni mtu ambao nikitangazaga kwamba anafanya challenge. Uzuri umeona mimi hivi. Nikitangazaga kwamba nafanya challenge, mimi kuna zawadi zangu pale. Okay. Atakayependa sawa, nawekaga voucher. Atakayefanya challenge ana DM, ana animation, naonaga animation, anatangazaga mara nyingi Instagram. Kwa utakuta mtu ashaiona kwamba okay, kumbe ukifanya challenge kuna zawadi. Zawadi kweli inamfikia mtu aliyofanya challenge. Okay. Sio kwamba naenda face to face kwamba fanya challenge. Hiyo inakuwa mbaya. Hiyo inakuwa mbaya. Kwa hiyo tuseme kwamba pale yani unakuwa unajidumaza wewe, unaamini ni mkubwa wakati mdogo. Okay. Umeona wakati mdogo, hiyo ni kitu mbaya sana. Okay. Umeeleka sana. Kwenye maisha yako ya muziki bado tunasambaza linki kwenye magrupu issue kama hizo? No, au kutuma nyimbo. Kuna baadhi ya wasanii tumeona unaingia Facebook WhatsApp unakutana nyimbo kakutumia kule kwamba yani anakuforce uwe shabiki yake. Kwako kama Fat Boy bado tuko hali hiyo au tumeshavuka hiyo level, sasa hivi tuko level nyingine? Mimi huko nishatoka. Mimi nikiachaga mara nyingi, mimi mashabiki zangu nikiwatangaziaga kwamba naachia ngoma, wanakuaga na attention kubwa sana kwamba okay, tarehe fulani Vanta naachia ngoma. Kwa ninavyoachia tu mimi naweza kusambaza link mara moja. Na sio kwa kila mtu. Napenda kuuliza kwanza, nakutumia nyimbo yangu, hebu iangalie. Na sio tena kwenye hata kwenye simu yangu magrupu utakuta wenda yapo sio matatu. Kwa hiyo yani sio mpenzi sana wasambazaji link. Mimi napostigi mara nyingi status. Kwenye magrupu sio kumtumia huyu. Mara unajua ile mbaya kuona hivi na hivi, ile mbaya. Posti kitu watu. Umetisha sana. Tuna dakika 7 za kumalizia, dakika 30 inakuwa mwisho wa kipindi chetu. Kwambie siri yako sasa ya wewe kuwa karibu sana na media. Tumeona safari zako za kwenda Dar es Salaam, lakini tumeona Mbeya ukifanya interview na media kubwa za Dar es Salaam umefanya nazo, ambazo zinawakilisha aidha Afrika Mashariki au Tanzania nzima. Kwa nini? Mimi ndio maana nimekuambia toka mara ya kwanza mimi ni mtu ambaye mtu wa watu cha kwanza. Na ukaribu wangu na media, mara nyingi ukitaka kitu kizuri mwanzo kabla yani hujatengeneza njia kwa msanii, tengeneza mazingira kwa karibu na watu wa media. Okay. Ndio maana kama hivi nakuja kwa Asili Yetu TV, ndio media ni kitu ambacho nakiamini na wananiamini sana, kwa sababu muziki unahitaji kwanza promotion, uwekezaji mkubwa, na pia uwe serious na muziki. Na mara nyingi na wewe nisingekuwa serious wenda na muziki usingenikubalia kuja hapa. Umeona talent yangu kwa ufuasi wangu wa muziki ni mkubwa, ndio maana balia mpaka tufanye interview hii. Asili yangu ni ya kwanza ni kwamba nipo serious sana na muziki wangu. Ndio maana unaona nipo connection na media sana, na nafanya interview nyingi sana kwa sababu serious sana na ninachofanya. Okay. Na wakati tunaingia location, tulishawahi kuazima nguo? Hiyo ilishawahi kunikuta, na sio kunikuta tu, nimeazima. Wakati nimeazima nguo niendaga kushoot nadhani nyimbo tu ya juzi tu hivi, sitoitaja lakini nyimbo yangu nilifeli.
nitafute ile hela. Kwa ilibidi niende kwa Azima. Niliazima zile nguo. Nilishutia, uwezi amini, ajabu ya Mungu. Sniga hakuweka kile kipande cha nyimbo. Yaani kama Mungu hakuweka. Sasa wakati nyimbo imetoka, kabla hajatoka nianza kusikia maneno anasema, anazimaga nguo kwangu mbona? Huyo we akipendeza anazima kwangu hiyo nguo. Sasa kile kitu kiliniuma sana. Mwenzangu anaitwa Editos Box, jamaa ni dancer na pia ni designer wangu. Naambia, umeona kitu ambacho nilikwambia kwamba sio lazima nguo. Jitahidi hata kama una hela jikongoje kwamba leo unaweka shingapi, kesho shingapi, kusudi upate vyako. Kwa hiyo kitu kile kiliniuma sana. Nyimbo kutoka nikakuta yani ashanitangazia yani kwenye media mpaka zilifika mpaka nilienda kufanya show pale Mwichi Mpya, kuta anaongea kwamba wewe jamaa unasimaga nguo kwa mshikaji. Kwa hiyo kitu kile nilijifunza vitu vingi sana mpaka sasa hivi na mimi. Okay. Kwa kupitia ile Mungu akaingilia kati, kwa ile clip haikuwekwa mle. Sniga kama yani alijua. Alicheza yani ile nakwambia yani angeweka ile clip ile. Sijui ningekalia wapi maskini. Umetisha sana. Shout sana kwa director Sniga ambaye amefanya ngoma ya Salama. Yes, Vanti anasema yeye bwana umetisha sana my brother. Sniga umetisha sana. Kazi tuizingatie. YouTube tunaweza kumzingatia nani? Kama Vanti Boy. Salama iko pale. Kwa inawezekana mwamba umetuambia kwamba unapokutana na tatizo lolote au jambo lolote gumu, jitahidi kujiweka uwe salama. Jiepushe sana na vitu yani hivyo acha ende hilo tatizo liende. Acha liende, yani ukianza kununi halitoenda, litarudi tena. Hautakuwa salama. Mwisho siku utajikuta umefanya tukio huko polisi huko wapi? Nakwambia. Afu unaanza kusema ningelijua ningekuwa salama. Okay, kupitia nyimbo hii basi tuna imani kwamba nyimbo ambayo imebeba uhalisia wa maisha, lakini pia ina ujumbe mzito kuwakumbusha raia kwamba jamani, unavyokutana na tatizo hakikisha unajiweka unakuwa salama. Hiyo umetisha sana. Kwambie mwisho, una ujumbe gani kwa watazamaji wa Asili Yetu TV? Kwanza bana, mimi naweza kusema ngoja nijipendekeze mimi mwenyewe kwa sababu mimi Vanti najikubaliki kwanza. Ya kwanza naweza kusema mimi wewe ndio msanii ambaye pendwa sana na media ya Asili Yetu TV. Kwa sababu nilivyokupigia tu simu kwamba kiongozi na shida 1 2 3 nani mdogo wako ukaniambia kwamba nasitisha kazi zangu zote na kuja tufanye jambo. Kwa hiyo naweza kusema mimi huenda ndo msanii pendwa sana kwa media ya Asili Yetu TV. Cha kwanza, na pia nawapongeza kutoka moyoni na si naweza kusemaje ili watu wanielewe watazamaji. Asili Yetu TV ni media ambayo inasupport sana kipaji changu na nawapongeza, waendelee kusupport vipaji vingine kwa sababu kwa upande wangu naitegemea sana media ya Asili Yetu TV. Kwa nawapatia pongezi sana, waendelee kusukuma gurudumu langu gurudumu lako binafsi. Unajisemea wewe binafsi? Mimi binafsi gurudumu langu kusudi wanifikishe mahali fulani, kwa sababu naitegemea hii media ije nifikishe sehemu fulani kwamba okay, Vanti leo mfikishe mpaka hapa ni Asili Yetu TV. Tulichangia. Kwa na washukuruni sana, waendelee kusupport Vanti Boy, waendelee kusupport pia vipaji vingine kwa sababu nyie mpo kwa ajili ya kutusupport vijana ambao tu wa mapambanaji na wenye vipaji halisia. Kwa nawapongeza sana. Shukrani sana kwa salamu zako, sisi tumezipokea pamoja na timu nzima ya Asili Yetu TV. Na sisi tukuahidi tu kuwa pamoja nawe kuhakikisha tunakupushi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu una kitu ambacho unakifanya. Ukikaza tunachomoka. Yes, kikubwa zaidi usirudi nyuma. Bwana, shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Mimi naitwa Ngoji na hii ni Asili Yetu TV. Tuwakumbushe tu wadau wetu kwamba tayari tuko kwenye maandalizi ya tamasha letu la Asili Yetu TV, usiku wa connection na jasiriamali. Connection moja inaweza kubadilisha maisha yako milele kabisa. Kwa hiyo kuzingatia matangazo yetu, hakikisha utaungana na sisi siku ya tamasha ambayo inakwenda kufanyika tarehe 1 mwezi wa 11 2026, ukumbi wa Agreement Hotel. Hapo tutakuwepo hapo.